Jiji la Mwanza ama jiji la miamba na mawe kama wengi wanavyopenda kuita, ni miongoni mwa majiji makubwa yanayokuwa kwa kasi barani Afrika na hivyo kuwa kivutio kwa wengi na kupenda kuishi mahala hapa. Ukuaji wa jiji hili bila shaka huigusa sekta ya maji na hivyo mamlaka husika kukithirisha mipango madhubuti ili kuendana na kasi iliyopo kwa sasa. Naam, maendeleo katika sekta ya maji yamekuwa ya kuridhisha katika miaka ya hivi karibuni, mafanikio ambayo yanatokana na juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza, MWAUWASA. Kwa takwimu za mwaka 2023, wakati huo mahitaji ya jiji la Mwanza yalikuwa lita milioni 160 na chanzo cha Capri Point kilikuwa na uwezo wa kuzalisha lita milioni 90. Kwa namna hiyo unaweza kuona kulivyokuwa kuna nakisi ya maji, na hivyo ilisababisha maeneo mengi kuwa na maji ya mgao, na upatikanaji wa maji wakati mwingine ilikuwa ni nyakati za usiku tu. Sisemi kwamba sasa changamoto ya maji imekwisha kabisa, lakini hali ya upatikanaji wa maji imeimarika. Serikali kupitia Wizara ya Maji imeipa jukumu mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza, MWAUWASA, ya kuhakikisha wananchi katika jiji hili wanapata huduma za maji safi, salama, tena yenye kutosheleza. Huu ni mradi wa chanzo kipya cha maji cha Butimba uliopo kata Butimba, wilaya Nyamagana. Mradi huu wenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa saa umeonyesha mwanga wa kuondokana na tatizo la uhaba wa maji. Chanzo hiki kilichogharimu fedha zaidi ya bilioni 70 kinakwenda kunufaisha wakazi 450,000 na sasa kimekamilika, ikiwa ni ishara upatikanaji wa maji wa uhakika. Baada ya kukamilika ujenzi wa chanzo cha Butimba na kuanza kutoa huduma ya maji mwezi wa 10, 2023, hali ya upatikanaji wa maji katika jiji la Mwanza ilianza kuimarika. Hii ni kwa sababu tulitenga maji ambayo yanatoka katika chanzo cha Butimba yaweze kwenda zaidi katika wilaya ya Nyamagana, na hivyo basi kupeleka au kuelekeza maji ambayo yanazalishwa na chanzo cha Capri Point katika eneo la Ilemela. Kutokana na uzalishaji wa maji lita milioni 90 kwa siku kupitia chanzo cha Capri Point, ukamilifu wa mradi huu umeongeza uwezo na kufikia lita milioni 138, huku maeneo kadhaa katika wilaya ya Nyamagana yakinufaika, ikiwemo Nyegezi, Mkolani, Buhongwa, Nyamazobe, Nyahingi, Lwanima, Buganda, Luchelele, Sawa, Fumagila, Kishiri na Igoma. Katika wilaya Ilemela sasa imenufaika kwa kiasi chake kufuatia mradi wa Butimba kukamilika na maji ya chanzo cha Capri Point kuelekezwa kwa wingi katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Kuna watu walikuwa hawapati kabisa maji ya bomba, walikuwa wanachukua maji ziwani. Lakini kwa sasa baada ya mabadiliko makubwa ya miundombinu na kuanzisha chanzo kingine cha maji, walau sasa tumeweza kufika kwenye asilimia kama tunakaribia kwenye 70 kwenye kupata maji safi na salama. Lakini bado tuna miundombinu mingine ambayo inazidi kujengwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wa Ilemela wanapata maji. Bado hatujasimama, ndiyo hatujasimama. Ukiachilia mbali ongezeko la huduma ya maji maeneo mbalimbali kutokana na ukamilifu wa mradi wa chanzo cha maji cha Butimba, serikali kupitia Wizara ya Maji imeendelea kutoa fedha za utekelezaji wa miradi ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ndiyo maana ingalipo miradi mingine ikiwemo mradi huu wa ujenzi wa matanki 5 yanayotekelezwa maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza ili kuongeza usambazaji wa maji utakaokuwa na uwiano na watumiaji. Matarajio yetu ni watu wawe na uhakika wa kupata maji masaa 24 mpaka ifikapo 2040, ambako tunatarajia tutakuwa population imeongezeka, na sina shaka kwa mahoteli tulionayo tutakuwa tunaendelea tu kuongeza kwa sababu chanzo tunacho tayari. Tusingeweza kupiga hatua kama tusingeweza kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kipindi chake cha uongozi siku zote amekuwa akijitanabahisha na shughuli ambazo zinakwenda kumgusa moja kwa moja mwananchi. Hata hivyo, eneo la uboreshaji maji wa mtandao wa usambazaji maji kwa wananchi inatia moyo. Kupitia mpango wa MWAUWASA wa matokeo ya haraka, takriban kilomita 84 za mabomba zimeendelea kulazwa kusogeza huduma maeneo mbalimbali. Sasa maji kwa wakazi yanapatikana na hivyo kufisha malalamiko yaliyokuwa yakiibuka mara kwa mara
juu ya mahitaji ya huduma za maji. Shukuru kupata mradi wa maji. Sasa hivi hatuteseki sana ajili ya maji. Tumepata wepesi wa matumizi ya maji, mfano kuoga, kufua na mambo mbalimbali. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tulikuwa tunanunua ndoo 100, ndoo moja 100. Kwa hiyo sasa kwa huduma hii kwa kweli tunawashukuru sana, na Mama Samia tunamwombea kwa Mungu kazi yake izidi kuendelea. Kipindi bado hatujapata hili bomba, tulikuwa maji tulikipata sana sana ziwani, na bomba moja lilikuwa kule chini, lakini watu walikuwa wanashinda pale wakichota maji. Maji yameendelea kufika hata majumbani, jambo hilo likidhihirishwa wazi na Esther Joseph, mkazi wa mtaa wa Semba, kata ya Lwanima. Hivi maji yanapatikana kwa kweli. Tunamshukuru Mama Samia ametuletea maji. Kwa maji yanapatikana kiurahisi sasa hivi, masaa mengi yapo. Kwa tunapata mahitaji ya kama kufulia, kunywa, hayakati. Sasa tulipotoka imebaki kuwa historia. Kisima hiki kilikuwa ni tumaini la mwisho la wakazi wa kata ya Lwanima, wakati ambapo kulikuwa hakuna miradi ya maji. Tunaambiwa miaka kadhaa iliyopita wananchi walikuwa wakijaa hapa. Kwa tunachota humu, watu tulikuwa tunaamka saa 10 unapata maji hadi kesho yake. Kwa tunapanga madumu, tunagombana hadi ndio uje upate maji. Ila kwa sasa hivi serikali wametuletea maji. Ndiyo, imebaki kuwa historia tu, haswa katika sekta ya maji jijini Mwanza. Tumepiga hatua. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza.